Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kilifanikiwa kurusha makombora 16 ya masafa marefu dhidi ya meli za kivita za Marekani katika mlango wa Strait of Hormuz kabla ya kujiondoa kwa meli hizo haraka. Kwa mujibu wa taarifa mpya ambazo zimetolewa, kikosi cha wanamaji cha Islamic Revolutionary Corps Guards kilielekeza zaidi ya makombora 10 ya masafa marefu aina ya cruise missile dhidi ya meli za kivita za Marekani muda mfupi kabla ya meli hizo kuondoka kwa haraka katika eneo hilo. Taarifa hiyo imepatikana kufuatia uchunguzi wa kina ambao umefanywa baada ya mvutano ambao ulitokea tarehe 11 Aprili katika njia hiyo muhimu ya kimkakati baharini. Kwa mujibu wa uchunguzi huo, baada ya meli za Marekani USS Michael Murphy DDG-112 pamoja na USS Frank E. Peterson DDG-121 kupuuza onyo la awali ambalo lilitolewa na vikosi vya majini vya Iran, IRGC ilielekeza jumla ya makombora 16 ya masafa marefu dhidi ya meli hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na chanzo maalum, kinaeleza kuwa upande wa Marekani ulipewa onyo kali kwamba endapo usingejiondoa ndani ya dakika chache kutoka katika mlango wa Hormuz, makombora yangefyatuliwa mara moja. Taarifa hizi zinaeleza vikosi vya Marekani vilipoona hatari ya kushambuliwa ipo karibu kutokea, viliomba kupewa muda wa dakika 15 kutoka kwa vikosi vya IRGC. Inaelezwa kuwa muda huo ulikuwa muhimu kwa kuwasiliana na makao makuu ya kijeshi na kupokea maelekezo ya dharura. Mvutano huo wa hali ya juu uliendelea kwa chini ya saa moja, hali ambayo ilichangiwa kwa kiasi kikubwa na uvumilivu ambao ulionyeshwa na upande wa Iran, na muda mfupi baadaye meli za Marekani ziliondoka kwa kasi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa ni kwamba jaribio la jeshi la wanamaji la Marekani kupitisha manowari 2 katika mlango wa Hormuz ulishindikana, ikidaiwa kuwa ni operation ya propaganda ambayo ililenga kuendana na mazungumzo yaliyokuwa yakifanyika Islamabad. Kwa mujibu wa taarifa za juu kabisa za kijeshi kutoka jeshi la Iran na masuala ya usalama, manuari hizo zilikuwa zipo dakika chache tu kabla ya kuharibiwa kabisa baada ya kukumbana na hatua za haraka za kijeshi kutoka Iran. Ripoti hiyo pia imeeleza kuwa manuari hizo zilijaribu kujificha kwa kubadilisha utambulisho wao na kujionyesha kama kwamba ni meli za kibiashara za Oman, zikidaiwa kuwa katika safari ya kawaida ya pwani ya kusini mwa bahari ya Oman, lakini wa Iran waligundua na wakasema watazitandika. Lakini pia zilichagua njia iliyokuwa karibu sana na pwani na yenye kina kifupi cha maji. Hatua hiyo iliongeza hatari kubwa kwa lengo la kupita kwa kificho, wakitegemea kwamba vikosi vya Iran vingekuwa na umakini mdogo sana wakati wa kipindi cha usitishaji wa mapigano, na ndio maana wa Marekani walifanya hivyo. Hata hivyo, vikosi vya majini vya IRGC vilivyokuwa vikifanya doria karibu na Fujairah viligundua mbinu hiyo mapema na kuchukua hatua za haraka kukabiliana na meli hizo za Marekani. Uchunguzi huo umehitimisha kuwa operation hiyo ambayo ilishindikana ya Marekani ilikuwa imepangwa mahususi ili kutumia mwanya wa usitishaji mapigano kupima utayari na uwezo wa vikosi vya majini vya Iran katika eneo hilo. Takumbuka niliwahi kuongea kidogo hapa nikasema Marekani wanataka kujaribu kutumia mbinu hiyo ili kuweza kupita katika eneo hilo, lakini wa Iran wao walikuwa wako makini zaidi kulinda maeneo yao. Lakini bado tukiwa hapo Iran, kikosi hiki cha wanamaji cha Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC kimetangaza kuanza kwa kile ambacho wanakiita ni utaratibu mpya kwenye huo mlango wa Strait of Hormuz, kikielekeza kuwa sasa kimeweka masharti makali yatakayodhibiti kwa ukamilifu usafiri wote wa majini katika eneo hilo la kimkakati. Kwenye taarifa ambayo wameitoa tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2026, kamanda wa wanamaji wa IRGC amesema kuwa kuanzia sasa meli zote za kibiashara zitaruhusiwa kupita tu katika njia maalum ambazo zimeainishwa na Iran. Aidha, taarifa hiyo imesisitiza kuwa meli za kijeshi hazitaruhusiwa kabisa kupita katika njia hiyo muhimu ya bahari ambayo Iran imeielezea kuwa ipo chini ya udhibiti wake. Kwa mujibu wa IRGC, usafiri wote, iwe wa kibiashara au aina nyingine yeyote, utaruhusiwa tu baada ya kupata kibali cha moja kwa moja kutoka kwa vikosi vya majini vya IRGC. Taarifa imeongeza kuwa hatua hizi mpya zinatekelezwa kwa kuzingatia makubaliano
ya usitishaji mapigano kati ya Iran na Marekani pamoja na utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon yaliyotangazwa tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2026. Hatua hizi mpya zinaashiria kuimarika kwa ushawishi na udhibiti wa Iran katika njia hiyo muhimu ya bahari, ambako takribani sehemu 1/5 ya mafuta ya dunia yote huwa yanapita katika mlango huo. Na tunapozungumza hivyo, pengine ukisikia na kuambia sijui 20% hiyo, unaweza kukuta kwenye hizo 20% za mafuta ambayo yanapita pale Hormuz, inawezekana labda Tanzania ndio tunatumia zaidi ya 90% ya mafuta ambayo yanapita katika eneo hilo. Mapema waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alitangaza kufunguliwa tena kwa mlango wa Hormuz kwa meli za kibiashara, akieleza kuwa hatua hiyo inakwenda sambamba na makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Kwa upande wake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghai alifafanua kuwa kauli hiyo iko ndani ya mfumo wa makubaliano ya kusitisha mapigano iliyofikiwa April 8 na kusisitiza kuwa meli zote zitapaswa kufuata njia zilizoainishwa na mamlaka za Irani. Ifahamike, mlango wa Hormuz ambao upo kati ya Ghuba ya Uajemi na Bahari ya Oman ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa nishati na una mchango mkubwa katika uchumi wa kimataifa. Wataalam wanaeleza kuwa jiografia ya Iran, ikiwa na mwambao mrefu unaozidi kilomita 1600, unaipa uwezo wa kipekee wa kudhibiti sehemu kubwa ya njia hiyo. Mtakumbuka kamanda jeshi la wanamaji la Iran Shahram Iran pia ametupilia mbali kauli za rais wa Marekani Trump kuhusu madai ya kuweka mzingiro wa kijeshi baharini, akisema kauli hizo hazina uzito wote, ni kauli za kitoto. Amesema kile kinachoitwa mzingiro wa baharini blockade ni hatua inayowaathiri zaidi washirika wa Marekani wenyewe na kukitaja kama uharamia na uporaji wa wazi. Anasema mpaka sasa hatujaruhusu makundi ya meli za kubeba ndege za kivita za Marekani na Israel pamoja na wanamaji wao kuingia katika bahari ya Omani. Kwa hiyo Iran ndio ambao bado wameshikilia kinaga ubaga ule ufungua kupita pale Hormuz. Lakini pia tumeona kamanda mkuu wa moja ya vitengo vikuu vya operation za kijeshi nchini Iran amesema kuwa maadui wa taifa hilo hasa Marekani na Israel hawana njia nyingine isipokuwa kukubali kushindwa mbele ya nguvu ya wananchi na vikosi vya ulinzi vya Iran. Meja General Ali Abdullahi ambaye ni kamanda wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya Central Headquarters ametoa kauli hiyo katika ujumbe wake katika maadhimisho ya siku ya jeshi la taifa. Amesema kuwa vikosi vya ulinzi, wananchi na viongozi wa Iran wapo katika mshikamano mkubwa na wapo tayari kikamilifu kutekeleza maagizo ya kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu na amiri jeshi mkuu Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kwa lengo la kuwafanya maadui wajutie hatua zao walizozifanya. Kwa mujibu wa Abdullah, tangu ushindi wa Iran Revolution mwaka 1979, hasa katika kukabiliana na kile alichokiita mashambulizi ya Marekani na Israel, wanajeshi wa Iran wameonyesha kwa vitendo ujasiri wao vitani na utayari wa kulinda uhuru wa taifa pamoja na maslahi yake. Aidha, kamanda huyo amesisitiza kuwa katika kulinda mamlaka ya taifa, vikosi vyote vya ulinzi vipo katika umoja kamili, vikiwemo IRGC, jeshi la polisi, walinzi wa mipaka, wizara ya ulinzi pamoja na vikosi vya kujitolea maarufu kama Basij. Ameongeza kuwa mshikamano huo utaendelea hadi ushindi kamili dhidi ya maadui utakapopatikana. Kamanda mkuu wa jeshi la Iran Meja Jenerali Amir Hatami amesema taifa hilo liko tayari kikamilifu kukabiliana na vitisho au mashambulizi yoyote, akisisitiza kuwa jeshi linafanya kazi kwa nia thabiti, macho makini na utayari wa hali ya juu zaidi. Naye kamanda wa vikosi vya ardhini Brigedia Jenerali Ali Jahan Shah amesema wanajeshi wake wana uwezo wa kisasa wa operation na wako tayari kukabiliana na hatua yoyote ya kijeshi kutoka kwa adui. Kauli hizi zinakuja katika kipindi cha mvutano mkubwa wa kijeshi na kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo Iran iliendelea na kusisitiza utayari wao wa kujilinda dhidi ya vitisho vya nje. Niweke nukta moja hapa kubwa kabisa ya kile kilichozungumzwa na spika wa bunge la Iran Bwana Mohammad Baghel Khalibaf, ambaye amekanusha vikali madai ya rais wa Marekani Trump kuhusu hali
na udhibiti wa Strait of Hormuz, akisema kauli hizo hazina ukweli wowote. Anasema mitandao ya kijamii haiamui hatima ya mlango wa Hormuz, amekanusha Kalibaf. Kalibaf amesema kuwa ndani ya saa moja Trump ametoa mada 7 na yote 7 ni madai ya kitapeli. Awali Trump kupitia jukwaa lake la Truth Social alidai kuwa Iran imekubali kutofunga tena mlango wa Hormuz na kuongeza kuwa kile alichokiita mzingiro wa kijeshi wa Marekani utaendelea kutekelezwa dhidi ya Iran hadi makubaliano yao yatakapokamilika kikamilifu. Pia akadai kuwa mazungumzo ya usitishaji mapigano yataendelea kwa kasi kwa kuwa mambo mengi tayari yamekubaliwa. Hata hivyo, Kalibaf alijibu kwa msisitizo kwamba iwapo mzingiro huo utaendelea, basi mlango huo hautabaki wazi kamwe. Amesisitiza kuwa upitishaji wa meli katika njia hiyo utafanyika tu kwa kufuata njia maalum ambazo tayari zimeainishwa. Anasema iwapo mlango huo utabaki wazi au utafungwa pamoja na sheria zake, vitaamuliwa uwanjani, not kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hapa anamwambia rais wa Marekani Bwana Donald Trump, hakuna maamuzi ambayo yatafanyika kwenye mitandao huko, bali wa Iran ndio ambao wataamua ni namna gani wanataka kufungua mlango huo bahari wa Hormuz, ambao ni moja kati ya milango nyeti zaidi hapa duniani. Na huyo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje pia Ismail anasisitiza kwamba Iran inaendelea kushikilia mapendekezo yao 10, yani vipengele 10 yaliyowasilishwa kabla ya tangazo la Trump la April 7 la kwamba wamekubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2 ambazo zinatarajiwa kuisha wiki hii, ambapo tunasubiri sasa tuone ni nini ambacho kitatokea baada ya wiki hizo kuisha. Lakini kimsingi ni kwamba Marekani sasa wanaonekana kulegeza masharti ambayo yalikuwa yametangazwa pale awali tangu vita vijanza na baada ya vita kuanza siku 2 mbeleni. Lakini sasa tunaona Marekani ameanza kuangalia namna gani ambavyo anaweza akapunguza ukali wa vita, hasa baada ya Wairani kuonekana kuwa macho katika kila idara. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele.